Na katika somo la familia nimesema ni somo pana sana, lakini sisi tumechukua sehemu. Na ninasema sehemu kwa sababu tumechukua habari ya uzao, na uzao una mapana na marefu yake. Hata katika Biblia vizazi vimetajwa, fulani akamzaa fulani, akamzaa fulani, aliyekuwa hivi. Uzao ni mpana sana. Na katika uzao tukaangalia ujumbe unaosema nguvu ya mzaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa roho, pamoja na roho 10 hatari zinazoambatana naye, ikiwa ni pamoja na roho 7 kwa mzaliwa wa mwisho. Kwa wale ambao tumeanza pamoja, nilisema kwamba tunajifunza ujumbe huu pia kutusaidia kutambua nafasi za watoto katika familia. Lakini pia nikaeleza kwa habari ya neno ukombozi, tafsiri yake ni nini. Lakini pia tukapita katika maandiko mbalimbali, namna ambavyo katika ulimwengu wa roho nafasi za kwanza na ya mwisho, hata kwa maisha tu ya kawaida kwenye masuala ya uzao, mzaliwa wa kwanza na wa mwisho, kuna matukio mengi sana yanafanana ambayo tutayapitia katika maandiko matakatifu. Lakini pia nikasema tukishafahamu tafsiri ya neno ukombozi, kwamba ni kukirudisha kitu kwenye nafasi. Na katika maisha haya kuna baadhi ya watu wakishapoteza baadhi ya nafasi, kuzipata tena ni ngumu mno. Yaani kuna nafasi kwenye maisha yako ukizipoteza, kurudi mara ya pili, yaani neema ya Mungu tu ipite. Sasa mojawapo ni hawa wazaliwa wa kwanza ambao wanaweza kupoteza nafasi zao, mamlaka, nguvu, lakini pia na baraka za kuwa wa kwanza. Na nikasema mzaliwa wa kwanza anazaliwa na mamlaka, nguvu, lakini pia nafasi maalum. Yaani kuwa wa kwanza ni neema, nafasi maalum. Lakini pia mzaliwa wa kwanza anazaliwa yeye kama ufunguo wa familia, ndio anayesababisha familia iitwe familia. Lakini pia kibiblia ndiye anayeongeza furaha ya familia. Ukisoma Mwanzo 29:31 na 32 inaeleza kwa habari ya mzaliwa wa kwanza anayeongeza furaha kwa wahusika. Mwanzo 29, habari za Yakobo alipokuwa kule kwa Laban, ya kwamba huyu wa kwanza ndo anayeongeza furaha kwa wale wahusika wawili. Lakini pia nikasema ni nguzo ya familia. Na kwa swala la nguzo tuliangalia Mwanzo 38, namna ambavyo Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alivyokuwa mbaya machoni pa Bwana, alafu Bwana akamuua, familia iliyumba mpaka ikaingia kwenye laana ya baba kuzini na mwali. Lakini tukaangalia baadhi ya wazaliwa wa kwanza ambao katika Biblia au walipoteza au kunyang'anywa au kudharau ile kuwa wa kwanza. Wa kwanza ni muhimu sana. Hata mataifa mengi haya tunayoyaona yamejengwa misingi kwa wale waanzilishi wa kwanza. Kwa mfano, hata ukiangalia taifa la Tanzania, makabila zaidi ya 100 lakini wote tunapatana. Angalia wa kwanza, misingi hiyo aliyojenga. Angalia masuala ya udini, yule wa kwanza ambaye ni Nyerere, ukiangalia kilipu zake, historia yake, alikuwa anapambana na ukabila na udini. Yaani ndio misingi ya kwanza aliyojenga. Lakini angalia mpaka leo imetembea. Mpaka leo tunaishi. Tanzania ina makabila, lakini watu hawajali makabila yao, wala wana habari na makabila. Wako bize na ule undugu. Yaani
mtu anaweza kuishi na jirani yake wala sijue ni kabila gani, tofauti na nchi ambazo waanzilishi wao wale wa mwanzo hawakupambana na vitu kama hivyo. Angalia ule mshikamano. Yani Tanzania hakuna mtu ataenda mkoa wowote akashindwa kuishi kwa sababu ya kabila lake. Anaenda huko anapata wenyekiti, balozi na nani, tofauti na baadhi ya nchi ambazo wale wa kwanza kabisa hawakushughulika na masuala ya ukabila. Kwa hiyo nachokazia hapa ni nini? Mzaliwa wa kwanza au uzaliwa wa kwanza au yule wa kwanza aliyeanzisha ile misingi inakuwa na nguvu, inategemea tu ameanzishaje, tofauti na watakaofuata. Ndio maana ukiwa wa kwanza, yani wewe ukiwa mzaliwa wa kwanza kwenye familia, lazima ujue una jukumu, ni nguzo ya familia, msingi wa familia, lakini pia unatazamwa na wale wote wanaofuata nyuma yako. Ndio maana ukuta mzaliwa wa kwanza asiyefahamu umuhimu wa hii nafasi, akaona ni kitu cha kawaida, huwa wako wanaonyang'anywa. Tuliangalia katika Biblia wale waliopoteza nafasi: Eri wa Misri, Kaini, Esau aliyeuza akaudharau uzaliwa wake wa kwanza. Katika Waebrania 12 akasema tusifanane wala tusiwe kama Esau aliyeuza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya chakula kimoja. Na wako wengi pia leo wanauza, wengine wanatupa. Unajua, ukiona wewe ni wa kwanza alafu mzazi anakushirikisha kila jambo, mwanangu kuna 1 2 3 nisaidie mwanangu. Sasa unaweza ukawa umeuza au umesukuma bila wewe kujua, alafu kamwambia hivi, kwani baba mama, kwani mimi mwenyewe umenizaa, si yuko na fulani na fulani? Ukishakuwa na maneno kama hayo, hutofautishwi na Esau, kwa sababu mzazi anajua na watoto. Kwa nini akulenge wewe? Anajua huyu ni wa kwanza, ndio nguzo. Ndio maana wazazi wengi sana, nilisema hata jana, wanapokaribia kuondoka wanaacha mamlaka, wanaacha nguvu, wanaacha wosia kwa wa kwanza. Labda huyo wa kwanza awe na haya maroho yamevurugikiwa. Na hata hapa tuna historia ya mtu mmoja ni maarufu sana Tanzania. Alipokaribia kuondoka, na alikuwa na mali nyingi tu, alipokaribia kuondoka aliamua kuacha usimamizi wa mirathi kwa mtu pembeni kabisa, kwa sababu aliangalia katika wazaliwa wake akaona wa kwanza huyu anayefuata, akagawanya tu mali, wewe ya kwako ile, ya kwako ile, ya kwako ile, lakini usimamizi wa mirathi yangu yote atasimamia fulani. Kaandikishana pale na mahakama ikapata nakala zile na mamlaka zinazohusika. Kwa hiyo ile mali badala ya kusimamiwa na huyo wa kwanza, inawezekana aliona katika ulimwengu wa roho hawezi kusimamia, pamoja na kuwa alikuwa baba mzima huyo mzaliwa wa kwanza, lakini akaacha kwa mtu baki. Sasa kwa sababu gani? Katika maisha haya huwa hata ukiangalia historia ya Biblia, wazee wengi sana walipokuwa wanakaribia kuondoka walikuwa wanapewa maono. Yani ni ngumu sana kukuta mzazi aliyekaa vizuri akatunza maisha yake, Mungu akamjalia watoto, akaishi umri mrefu, alafu saa anaondoka asipate picha ya watoto wake kule mbeleni. Ndio maana ukiangalia Yakobo aliita watoto 12 akawaeleza wote kwamba wewe utakuwa hivi, wewe utakuwa hivi, wewe utaenda hivi, Lawi utakuwa hivi, lakini wewe Ruben mzaliwa wangu wa kwanza, wewe basi ukuu huna, mamlaka huna, wala nguvu, wala wewe sijakupa tena kusimamia nafasi hii ya familia yangu. Haya, kaja kwa kina Yusufu, utakuwa hivi, na Yusufu akaendelea kustawi mpaka kufa kwake. Kwa hiyo mara nyingi sana wengi wanapewa kuona mambo ya mbeleni juu ya watoto wao, yani wanaona kabisa. Ndio maana unaona hata kina Isaka wanapokaribia kufa, anamwambia mwanawe Esau, njoo hapa, nataka nikubariki kabla sijafa, kabla sijaondoka duniani. Anajua kabisa, na ili niondoke ninaacha nini huko nyuma. Kwenye maisha lazima
uache kitu. Kama una familia, umeachaje watoto wako? Hata kama ukuwa na mali, je, na maneno ya baraka nayo huna? Wakati mwingine unawaombea hata wakiwepo hapo. Na ndio maana tunasema ni muhimu sana, Mungu akikujalia ukawa na familia na watoto na wajukuu huko mbeleni, jitahidi sana sana kuacha maneno ya baraka. Maana yale maneno yanatembea kwenye maisha ya wale watoto, yanatembea kwenye vile vizazi. Ndio maana Mithali amesema neno moja zuri sana. Anasema mtu mwenye hekima waachia wana wa wanawe urithi. Yaani wana wa wanawe manake mpaka wajukuu. Ndio maana baraka za Mungu huwa zinaanza kwako, kwa watoto na kwa wajukuu. Sasa anaposema waachia urithi, sio lazima iwe mali, maneno mazuri, maombi, mausia, maonyo. Na ndio maana malezi ya kwanza yanaanzia nyumbani. Anasema mlee mtoto katika njia impasayo na hawezi kuiacha. Kwa hiyo tujifunze mara nyingi sana kwa habari ya kwanza kutambua nafasi za watoto, lakini pia kutambua vitu vilivyomo ndani mwao, lakini pia wakati huo huo kutambua ya kwamba huyu wa kwanza yuko kwenye reli, yuko kwenye mstari au ametoka kwenye mstari, kama wakina Esau. Haya tunayoyasoma yako mpaka kwetu leo. Maana maisha yetu yote tunayoyaishi, yote, hakuna maisha tunayoishi hayajaandikwa hapa kwenye Biblia. Matukio yote, hakuna kitu kipo duniani kwamba ni kigeni kwenye Biblia. Kuanzia siasa ukisoma kwenye Biblia, mambo ya mahakama ukisoma kwenye Biblia, sheria za utawala kwenye Biblia, habari ya uchumi kwenye Biblia, wafanya biashara maarufu kwenye Biblia, wa kwanza akiwa ni Sulemani, akafuatiwa na wengine. Kwa hiyo hakuna kitu utatafuta kwenye Biblia ukakikosa. Iwe ni upendo kwenye Biblia, iwe ni ndugu kwa ndugu kugombana, Biblia imeeleza. Kwa hiyo hakuna maisha tunaishi sisi leo tukasema kwamba haya ni maisha mapya. Ndio maana katika Mhubiri Sulemani anasema hakuna jambo jipya chini ya jua, yaliyokuweko ndio hayo yapo yanaendelea. Kwa hiyo tunaposoma maandiko ni kioo kinatuonyesha sisi ya kwamba wenzetu walipita hapa wakaharibu, tusipite hii njia. Esau alidharau uzaliwa wake wa kwanza, mimi nisidharau. Sijui unakuja huyu anaitwa Rubeni alivuruga, mimi nisivuruge. Kwa hiyo maisha yetu tunatazama Biblia ndio tuweze kuishi. Leo nataka tuangalie, jana tuliangalia Rubeni alivyonyang'anywa uzaliwa wa kwanza katika Mwanzo 49. Leo nataka tumwangalie mwingine ambaye naye alinyang'anywa au aliondolewa ile nguvu na mamlaka na baraka ya uzao wa kwanza. Mwingine tunayempitia leo anaitwa Manase. Katika kitabu tulichopitia jana cha Mwanzo 49, leo nataka tuangalie 48. Mwanzo 48. Kama nilivyosema jana, huyu Yakobo ambaye ni Israeli ameshatoka kule alikotoka akapelekwa Misri. Alipopelekwa Misri, huyu Yakobo alikuwa tayari macho yamepofuka kwa sababu ya uzee. Kwa hiyo hakuweza kuona kama nilivyoeleza. Na ukifuatilia utaona hii kuishi maisha marefu ni historia tu. Ibrahim ameishi maisha marefu. Haya, njoo mtoto wake Isaka ameishi mpaka amepofuka macho kwa sababu ya uzee. Haya, njoo Yakobo naye mjukuu wa Ibrahim naye ameishi mpaka amekuja kupofuka macho kwa uzee. Kwa hiyo hapa katika Mwanzo 48 ndio kwanza tu tayari Yakobo ameingia Misri. Na amefika Misri kwa mara ya kwanza, miaka mingi sana, akijua Yusufu alishazikwa. Kwa mara ya kwanza anakutana naye. Angalia katika Mwanzo 48 mstari ule wa 16. Mstari wa Mwanzo 48, tuanzie mstari wa 8 mpaka wa 16. Mwanzo 48 mstari wa 8 mpaka wa 16. Anasema hivi:
Israeli akawaona wana wa Yusufu, akasema ni nani hawa? Unajua lile neno akawaona haimaanishi kwamba macho yalikuwa yanaona kama tunavyoona, ila aliletewa mbele yake, mbele yake hawa watoto. Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu Mungu alionipa hapa. Akasema tafadhali walete kwangu nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Sasa huyu mzee Yakobo ambaye ni Israeli, alipofika Misri, Yusufu akaja akampokea baba yake, akamkumbatia. Baba yake akafurahi sana, akamwambia kwa kweli nimefurahi sana kukuona mwanangu. Tena akamshukuru Mungu. Alafu akamwambia, na hawa hapa baba, hebu nikuletea hawa hapa, hebu na wenyewe wasalimie. Ndipo baba akasema, na hawa ni kina nani unaonipa niwasalimie? Akamwambia, hawa ni wanangu Mungu alionipa hapa Misri. Ule mstari wa 11 wa 10 nasema akawaleta kwake, naye akawabusu. Sasa hao ni wajukuu wa mtoto wake Yusufu. Akawabusu na kuwakumbatia. Mstari wa 11, Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Mstari wa 13, Yusufu akawaweka wote wawili, Efraim katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli. Akawasogeza karibu naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu Yusufu akawaleta vijana wake wawili. Mzaliwa wa kwanza Manase, mdogo Efraim. Sasa Yusufu kijana wake mkubwa huwa kwa desturi anasimama mkono wa kulia, alafu kale ka Efraim kadogo mkono wa kushoto. Sasa alipowaleta kwa babu yao, akawaleta, akamwambia baba, wasalimie na hawa. Akamwambia hawa ni nani? Akamwambia hawa ni wanangu Mungu alionipa hapa Misri. Biblia inasema yule mzee, yule babu akawakumbatia, akawabusu sana wale. Alafu Yusufu akawatoa katika magoti ya baba yao. Alafu Israeli akasema, naomba walete niwabariki. Sasa kama Yusufu amesimama katikati, huyu ni Israeli, Yusufu amesimama hapa, Manase yuko hapa, Efraim yuko hapa, na huyu mzee anahitaji kuweka mikono yake kwenye kichwa cha wajukuu ili awabariki. Maandiko anasema aliposema walete niwabariki, Biblia inasema Yusufu akamchukua Manase mzaliwa wake wa kwanza aliyoko mkono wa kuume, akamweka mkono wa kushoto. Akamchukua Efraim aliyeko mkono wa kushoto, akamweka mkono wa kulia. Bwana asifiwe. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa nini alifanya hivyo? Bwana asifiwe. Kwa nini alifanya hivyo? Naomba wanaume 4 chap chap, vijana 4 waje hapa. Wote tu waje hapa chap chap. Bado 3. Safi. Njoo, bado. Safi. Sasa wewe utakuwa Israeli, si ndio? Wewe utakuwa Yusufu. Amen. Hebu sasa nyie, wewe Israeli ni yupi? Wewe njoo simama hapa. Simama hapa. Haya, Yusufu njoo hapa. Hebu nyie tuwalinganishe. Yupi hapa yuko juu? Manase ni yupi?
Wa kwanza ni upi? Huyu aliyevaa koti. Kumbe mnaona vizuri, macho yako vizuri. Haya, sasa wewe simama hapa. Simama hapa. Haya, wewe njoo. Wewe njoo, simama hapa. Simama hapa. Sogeeni mpaka hapa. Sogea hapa. Wewe rudi nyuma, sogea hapa. Nyie sogeeni hapa. Haya, sogeleeni kabisa. Sasa huyu ni Israeli. Huyu ni Yusufu. Huyu ni Yusufu. Huyu ni Israeli. Huyu ni nani? Yusufu. Alafu huyu ni nani? Kumbe tuko pamoja. Alafu huyo hapa Efraim. Sasa Yusufu amewaleta watoto wake aliowapata kule Misri akiwa waziri mkuu. Akawaleta kwa nani? Ambaye ni nani? Sasa huyu akafurahi sana. Kwanza kuona Yusufu yuko hai, maana aliambiwa alilaruliwa na mnyama. Sasa akamwambia, naomba uwalete niwabariki. Sasa huyu Yusufu aliposikia wanabarikiwa, kwa sababu kwa desturi na taratibu za viongozi watawala, akienda na vijana wake wawili, hata wale machifu, kama kuna tukio mahali, akaenda na vijana wake wawili, yule wa kwanza anakaa mkono wa kulia, alafu yule mdogo anakaa mkono wa kushoto. Sasa huyu Yusufu aliposikia baba anataka kuwabariki wajukuu wake, akafanya mabadiliko. Akamchukua huyu ambaye ni nani? Efraim. Akamweka mkono wake wa kulia. Alafu akamchukua Manase akamweka mkono wake wa kushoto. Ndio nikauliza swali, kwa nini Yusufu alifanya hayo mabadiliko?